Habari mabibi na mabwana, karibuni kwenye webinar yetu ya Q1 Investor Call ya mifuko yetu ya uwekezaji, na hii ni session ya Kiswahili. Tutafanya presentation yetu kwanza, na kama una swali lolote unaweza ukaliandika kwenye chat yetu au kwenye Q&A yetu. Kwa sasa tutaanza kujitambulisha. Mimi naitwa Ivan Nitafu, nipo kwenye kitengo cha marketing. Mi naitwa Neema Onyancha, niko kitengo cha Funds Operations Associate. Naitwa Mfida Mahuru, ni head wa marketing, brand and communications. Naitwa Diana, nipo kitengo cha customer service. Naitwa Nuru, niko kitengo cha funds. Naitwa Christopher Kianga, nipo idara ya mifuko. Naitwa Francis, mimi ni mhasibu wa mifuko. With that being said, tutaanza sasa webinar yetu. Francis atatupresentia. Karibuni sana. Asante Yvonne. Karibuni mabibi na mabwana kwenye investor call yetu ya iFunds ya robo mwaka January mpaka March 2026. Tutaanza kwa agenda yetu kama mnavyoona. Tutaanza na utangulizi wa iTrust kwa ambao hawaifahamu vizuri. Tutakuja kwenye utendaji wa mifuko, kisha ripoti kuhusu soko, na tutamalizia na maswali na majibu. Kwa hiyo kuhusu iTrust tunafanya vitu mbalimbali. Tunasimamia mifuko yetu 7. Pia tunafanya biashara ya udalali na ushauri wa miamala, na pia tunafanya mikopo ya sharia. Tunasimamiwa na CMSA, Benki Kuu ya Tanzania, pamoja na DSC. Ukiangalia kwenye mifuko yetu tuna mifuko 7 ambayo kwenye makusanyo ya awali tulikusanya bilioni 120, na mpaka sasa thamani imefika bilioni 520. Kwenye udalali pia tunafanya vizuri. Tumefanya manunuzi na mauzo ya bilioni 300. Ushauri wa miamala tumefanya miamala zaidi ya 19 ambayo tumeweza kusanya zaidi ya trilioni 1. Na pia kwenye upande wa mikopo, jumla ya mikopo ni bilioni 85 kwa mwaka jana, na pia tunafanya sukuk. Tumeisha sukuk 12 yenye jumla ya zaidi ya bilioni 100. Kwa hiyo labda kuelezea kwa ufupi mafanikio yetu. Mwaka 2013 ndo kampuni yetu ilisajiliwa, na tulikuwa na jina la Iman Microfinance Limited. Pia tulianza kwa kutoa sukuk mpaka kufikia 2023 tulikuwa tumeshatoa sukuk 8. Na mwaka huu 2023 jina lilibadilika kuwa iTrust Finance Limited, na ambapo pia tulianza huduma ya udalali. Na tukija kwenye ushauri wa miamala, tulifanya muamala wetu wa kwanza wa hisa stahiki, yani rights issue, kwa ajili ya kampuni ya Afriprice, na tuliweza kusanya zaidi ya bilioni 10. 2024 tulifanya muamala mwingine wa DCB Bank, tulikusanya pia zaidi ya bilioni 10, na pia tulizindua udalali wa kikanda, yani kuweza kununua hisa za nje ya Tanzania, yani Kenya na Uganda. So pia tulifanya ushauri mwingine wa muamala wa Samia Bond, na tulisaidia benki ya CRDB kukusanya bilioni 323, na tulizindua mifuko yetu 5 ya iFunds ya awali ambayo tutakuja kuielezea mbeleni. 2025 tulifanya maonyesho ya London Stock Exchange, na tuliendelea kwa kutoa sukuk zetu. Tulitoa sukuk ya 11, tulizindua iDollar Fund, na tulifanya muamala wa TCB Stawi Bond. Na mwaka wa 2026 tumetoa sukuk ya 12, na huu ndo mwaka pia ambao tumeorodhesha mfuko wetu wa 7 wa ETF kwenye soko la hisa. Sasa labda kuelezea utendaji wa mifuko yetu.
kwenye hii Q1, yani robo mwaka ya kwanza. Kama mnavyoona hapo, bei ya vipande mpaka mwisho wa mwezi wa tatu, kuna iCash Fund bei ya 116, iIncome 117, na hizi asilimia za pembeni ni asilimia za utendaji. Yani mfuko wa iCash umeperform 2.8 kwa hii miezi mitatu, na kama mnavyoona mifuko mingine yote, mfuko uliofanya vizuri mfuko wa iGrowth kwenye Q1 ulifanya 36%. Mfuko wa Iman ndo unafuata 4.7, kisha inafuatia iSave, iIncome, iCash na iDollar. Mfuko wetu wa EAC Large Cap ETF tulizindua mwezi wa 12 mwaka jana, na tuliorodhesha mwezi wa kwanza mwaka huu. Kwenye IPO yetu tulilenga kukusanya bilioni 10 na tulikusanya bilioni 54, ambacho ni kiwango cha utendaji cha 540%. Baada ya IPO, mfuko wetu ulipanda kwa thamani mpaka bilioni 148 mpaka mwisho wa Q1, na pia uliweza kuwa na return nzuri ya 20.6%. Namkaribisha mwenzangu Neema, ataelezea kuhusu mifuko yote na utendaji wake. Karibu Neema. Asante sana Francis. Habari za jioni mabibi na mabwana, ningependa niwapitishe kwenye aina ya mifuko yetu tuliokuwa nayo. Kianza na mfuko wetu wa iDollar. Huu ni mfuko ambao unawalenga watu ambao wana dola za Kimarekani na mtu huhitaji kubadilisha dola zako za Kimarekani kwenda katika Tanzanian shillings ili uweze kuwekeza. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote wenye dola za Kimarekani kuwekeza katika mfuko huu. Thamani ya mfuko huu mpaka mwisho wa mwezi wa tatu ilikuwa ni dola milioni 23.5, lakini pia thamani ya kila kipande ilikuwa ni shilingi 103.5. Sehemu ambao mfuko huu umewekeza ni kwenye hati fungani za makampuni tofauti tofauti ambao tunaona ni 45.5, lakini pia tuna cash, pesa taslimu 54.5. Ukiangalia kwenye graph pale tunaona kwamba mfuko huu umefanya vizuri kulinganisha na kiwango chake cha ulinganishi, ambapo iDollar iko katika bei ya 103.5, lakini kilinganishi chake ambacho ni sawasawa na benchmark ikiwa ni 102.56. Mfuko wetu wa pili ni mfuko wetu wa iCash, ambapo iCash tunachukua pesa za Tanzania, pesa taslimu za Kitanzania kuanzia 100,000 kuendelea, ambapo tunaziwekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mfupi pamoja na amana za benki pamoja na hati fungani za makampuni. iCash ni nzuri sana kwa watu wenye athari, wenye kutokuweza kumiliki hatari. Kwa hiyo kama wewe ni risk averse. Yes, kama ni risk averse au kwa Kiswahili tunasema una hatari ndogo, iCash ni nzuri kwa ajili yako. Thamani ya iCash mpaka mwisho wa mwezi wa tatu ilikuwa ni bilioni 48.72, lakini kila kipande kilikuwa na thamani ya 116.013. Sehemu ambayo iCash imewekeza tunaona kwenye graph kwamba 50.9 imewekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mfupi kama tulivyosema, na sehemu zingine pamoja ni hati fungani za makampuni binafsi pamoja na cash. Vile tunaona kwamba iCash inaendelea kufanya vizuri, ambapo imefanya vizuri zaidi ya kilinganishi chake ama benchmark. Kwa iCash iko kwa bei ya 116.01, lakini benchmark iko 110.68. Tukiendelea mfuko mwingine, tunaenda mfuko wetu wa iIncome. Huu ni mfuko ambao
unawezesha wawekezaji wetu kupata mapato ya kudumu, kwamba kila mwezi tunakupatia sehemu ya faida iliyopatikana ndani ya mwezi huo. Kwa hiyo ni mfuko mzuri sana kwa watu ambao wana look forward kupata income au kipato cha kila mwezi. iIncome inawekeza kwenye hati fungani za muda mrefu, lakini pia inawekeza pia kwenye hati fungani za muda mfupi, ili ni kusaidia issue ya liquidity, kwamba kila mwezi tunapokuwa tunawalipa wateja wetu sehemu ya faida inayopatikana, tunaweza kupata faida kwa kuwa tumewekeza kwenye hati fungani za muda mfupi. Kama mpaka mwisho wa mwezi wa 3 tunaona iIncome ilikuwa na thamani ya bilioni 16.97 na faida thamani ya kipande ilikuwa 117.76. iIncome imewekeza 75.6 katika hati fungani za serikali za muda mrefu, lakini pia 15% imewekeza kwenye hati fungani za makampuni, lakini pia tuna cash. Ukiangalia kwenye upande wa performance, tunaona kwamba iIncome inaendelea kufanya vizuri, ambapo imeperform zaidi ya kilinganishi chake, ambapo iIncome iko katika thamani ya 117.76, lakini kilinganishi chake ni 116.00. Mfuko unaofuatia ni mfuko wa iSave, ambao lengo lake kuu ni kwa mtu anayetaka kuwekeza kwa malengo ya muda mrefu na mwenye hatari ndogo, na iSave inawekeza kwenye hati fungani za muda mrefu, ambapo mpaka kufikia mwisho wa kota ya kwanza ilikuwa na thamani ya bilioni 13.89 na thamani ya kipande ilikuwa 117.36. Mfuko unaofuatia ni Iman, ambao Iman huu ni mfuko wetu ambao tumeudesign kwamba unakata kwa watu ambao ni sharia compliant, kwamba watu ambao wanapenda kuwekeza katika sehemu zinazofuata sheria za misingi ya dini ya Kiislamu. Mpaka mwisho wa kota ya kwanza, Iman ilikuwa na thamani ya bilioni 16.98 na thamani ya kila kipande ilikuwa 144.67. Tukiona kwenye upande wa performance, Iman inaendelea kufanya vizuri kwa outperform its benchmark, ambapo Iman na thamani ya shilingi 147.67, lakini benchmark yake ikiwa na thamani ya 111.9918. Sehemu ambayo Iman inawekeza ni pamoja na sukuks. Hizi ni bonds za Kiislamu, lakini pia inawekeza kwenye hisa ambazo za makampuni ambayo yanafuata misingi ya sharia compliance. Asante, ningependa. Mfuko wetu mwingine unaofuatia ni iGrowth, ambao ni balanced fund, kwamba wanawekeza kwenye hisa na hati fungani za muda mrefu, na mpaka mwisho wa kota ya kwanza tunaona iGrowth ilikuwa na thamani ya bilioni 197.2, lakini thamani ya kila kipande ilikuwa ni 199.09. Sehemu ambayo iGrowth imewekeza kama tunavyojua kama ni balance fund, tunaona 75% imewekeza katika hisa, lakini pia kwa sababu inawekeza kwenye bonds, tunaona kwamba 7.6 ya thamani ya thamani ya iGrowth imewekeza katika hati fungani za muda mrefu. Ukija kwenye performance, tunaona kwamba iGrowth inaendelea kufanya vizuri zaidi ya kilinganishi chake, ambapo iGrowth ina thamani ya shilingi 199.09, lakini kilinganishi chake ama benchmark ikiwa na thamani ya 135.76. Nipenda kumkaribisha Chris aendelee na presentation. Asante. Okay, habari za saizi kwa mara nyingine tena. Mbele yetu tuna mfuko wa IEACL ETF ambao ni mfuko ambao ni tofauti kidogo na mifuko mingine kwa kuwa mfuko huu wenyewe unauzwa na kununuliwa katika soko la hisa la Dar es Salaam.
Lengo kuu la mfuko huu ni kutafuta ukuaji wa mtaji wa muda mrefu, lakini pia inampa mwekezaji nasema mseto wa hisa zilizoorodheshwa katika masoko ya hisa yaliyopo Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Tukiangalia thamani ya mfuko iliweza kukua kwa 185.86 kufikia bilioni 154.644, lakini thamani halisi ya kipande iliweza kukua kwa 18.54 kufikia shilingi 1185.41. Lakini pia tukiangalia katika graph inaonekana hapo, mfuko wetu wa ETF umekuwa ukifanya vizuri ukilinganisha na benchmark yake au kigezo ambacho kinatumika kulinganisha performance, ambao tunaona mfuko uliweza kupik katika shilingi 1185.4155, lakini kilinganishi chake kilifika katika shilingi 1118.3257. Hivyo inaonyesha kuwa mfuko huu wetu wa ETF, japokuwa katika miezi miwili mitatu iliyopita kulikuwa kuna mfumuko wa bei kupanda na kushuka, lakini bado unaendelea kustahimili. Slide hii inaonyesha ni kwa jinsi gani mfuko wetu wa ETF umeweza kujichanganua katika sekta mbalimbali, lakini pia katika nchi mbalimbali. Tukiangalia kwa makampuni makubwa matano tunaweza kuona ni Safaricom ambayo ni 16.28, NMB ambayo ni 17.58, KCB 13.31, Equity Bank Kenya ambayo ni 4.23, lakini pia MTN Uganda 6.83. Pembeni yake unaweza ukaona matokeo ya uwekezaji tangu kuanzishwa kwa mifuko, ambako tunaona kwa asilimia kubwa hisa nyingi zilizopo katika mfuko huu zimeweza kufanya vizuri. Ukiangalia NMB imeweza kufanya 29.95, KCB 17.88, MTN Uganda 46.35 na nyinginezo kama zinavyoweza kuonekana hapo. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba japokuwa kuna baadhi ambazo zilifanya vibaya kama Safaricom, Tanga Cement, lakini pia Vodacom, bado mfuko uliweza kufanya vizuri na majority ya hisa ambazo zipo katika mfuko ziliweza kufanya vizuri. Lakini pia tunaweza tukaona mgawanyo katika sekta mbalimbali, ambako tunaona kuna sekta ya benki, sekta ya benki ikiwa na 63%, lakini pia sekta ya mawasiliano ikiwa na 25%, sekta ya uzalishaji ikiwa na 21.46%, sekta ya bima ikiwa na 4%, lakini pia kukiwa na pesa taslim ya 5.21%. Tukiangalia katika mgawanyo katika nchi tunaona Kenya ikiwa na asilimia kubwa ikifuatiwa na Tanzania, Uganda, then Rwanda. Tukiendelea katika utendaji wa soko, tunaweza tukaona jinsi tulivyojaribu kulinganisha ETF yetu tukilinganisha na performance ya masoko ya Tanzania ambao ni TSI pamoja na Kenya NASI, ambako tunaweza tukaona japokuwa kulikuwa kuna kupanda na kushuka sana, lakini mfuko wetu wa ETF bado ulibaki relatively stable. Ukiangalia wenyewe uliweza kushuka kwa chini ya 2% ukilinganisha na soko la hisa la Dar es Salaam, pia soko la hisa la Kenya. Kama tunaweza kuona kwenye namba hapo, mfuko wa ETF wenyewe ukilinganishwa katika benchmark ya shilingi 1000 ulishuka mpaka shilingi 981.2599, wakati soko la hisa la Tanzania lilishuka mpaka shilingi 948.4461. Sambamba soko la Kenya ambalo lilikuwa affected zaidi lilishuka mpaka shilingi 901.6105. Hivyo hii inaonyesha ni kwa jinsi gani mfuko wetu ulivyojichanganua katika kuleta ile diversification, kupunguza ile hatari ya uwekezaji.
Pia tukiangalia kwenye mfuko wa iGrowth, hiyo pia inaweza ikaonekana. Ukiangalia iGrowth bado iliweza kubaki vizuri, japokuwa kulikuwa kuna hizo movement ya prices, lakini bado ilibaki katika kushuka kwa 3%, wakati TSI yenyewe ilishuka kwa 6%. Hivyo ningependa kumkaribisha Profesa Mohamed Warsame kwa ajili ya insight zaidi katika utendaji wa soko. Asante sana asante sana, nashukuru. I think nilitaka tu niongezee tu kidogo kwamba katika hali ya soko tumekutana na changamoto kwenye mwezi wa March na April ya mambo yanayoendelea duniani ya kisiasa na international geopolitics. Hii hapa inatokana na of course vita vinavyoendelea kwenye Middle East, na hiyo inatokana inaleta athari kwenye mafuta, kwenye gesi, kwenye vitu vingi sana ambavyo inaleta athari kwenye uchumi wa dunia nzima. Kwa hiyo katika uwekezaji wetu hapa Tanzania bado hatujaona athari ya moja kwa moja, lakini obviously tuko part of dunia, na vilevile kama ikitokea mafuta kupanda bei inaleta changamoto kwenye uchumi wetu vilevile, na vilevile za nchi tunatakiwa tununue mafuta kwa bei ya juu zaidi, tunatakiwa tununue fertilizer, tunatakiwa mbolea, tunatakiwa tununue sulfur. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinatoka katika Persian Gulf. Kwa hiyo kuna athari zipo. Makampuni ambayo tunawekeza zote zinafanya biashara katika dunia na zitakutana na hizo changamoto, lakini vile vile haya makampuni tunasema kwa Kiingereza ni resilient, yana uwezo wa kuweza kubadilisha bei zao. Kama simenti wanaweza kupandisha bei kama ukiona kwamba kuna mfumuko wa bei. Kwa hiyo tunajua kwamba wanaweza wakahimili hizo mabadiliko, na vilevile hapa unavyoona jinsi tulivyoweka hiyo mfuko ni kwamba mfuko umefanya vizuri zaidi kuliko ile index ya soko zima kwa Kenya na kwa Tanzania. Kwa nini Kenya imeshuka zaidi? Kenya imeshuka zaidi kwa sababu ni soko ambayo ina wawekezaji wa nje wengi zaidi, na hao wawekezaji wa nje wanapoona athari kama hizi za dunia, wao wanaona kwamba okay, watoke kwenye nchi hizi za emerging markets, frontier markets. Wakitoka ina maana wanauza hisa zao, kwa hiyo unaona hizo hisa zikishuka. Ukiangalia kwenye slide inayofuata utaona kwamba katika zile hisa 5 kubwa katika East Africa ambazo sisi tunawekeza, CRDB, NMB, KCB, Safaricom na Equity Bank, zote zilikuwa zinafanya vizuri sana mwanzo wa mwaka January, February. Ukiangalia CRDB ilikuwa imeanza na bei ya 1540 mwanzo wa mwaka, ikapanda mpaka 3150. Hiyo ni imepanda almost 100%, lakini kutoka kwenye ile 3150 imeshuka kidogo, imeshuka tu sasa hivi iko kwenye 2740, siku zingine 2780, siku zingine 2800 na kitu. Kwa hiyo kuna movement kwenye finance tunasema volatility. Kwa hiyo stock prices zinakuwa zinapanda na kushuka, ni kitu cha kawaida, na wawekezaji wote lazima waelewe kwamba hiyo ndio part and parcel ya soko, na huwezi kuwa na soko ambayo inapanda tu inakuletea faida ambayo haiendani na movements za soko lenyewe. Kwa hiyo ukiangalia kutoka mwanzo wa mwaka CRDB imepanda kwa 77%. Kwa hiyo kupata volatility kidogo sio problematic, kwa sababu unakuwa na return ambazo ni supernormally high. Kwa hiyo lazima utegemee kwamba kutoka na some changamoto volatility, lakini ukiangalia kushuka kutoka kwenye ile high peak, utaona kwamba ETF na iGrowth ambazo ziko chini in terms of ile kila kipande mali ambayo iko kwenye kila kipande NAV, net asset value, utaona kwamba zimeshuka kidogo sana kutegemea na ile benchmarks, na hii inatokana na ile issue tunayosema kwamba hizi funds ziko diversified. Kwa mfano iGrowth ina bonds, ina shares za cross listed, kwa hiyo imeweza kuhimili na kubalance na ikashuka chini ya hizo hisa zingine kama Safaricom ambayo imeshuka from the high point 12.26, KCB imeshuka 14.91 kutoka high point. Now, kushuka kutoka high point is not a big problem, kwa sababu investors wote wanaowekeza kwenye mifuko hii ambayo ina hisa lazima wawe wawekezaji wa muda mrefu. Ukiwa mwekezaji wa muda mrefu, miaka 3, miaka 5,
utakutana na hizi bumps mara nyingi tu. Kila mwaka utakutana nazo 4 5. Kwa hiyo sometimes ni kuelewa tu kwamba kuna nini kinaendelea kwenye soko, kitu gani kinawafanya watu wauze, na mara nyingi sisi tunaonaga kama watu wakiuza excessively, wakiuza sana wakashusha bei sana, sisi sometimes tutaziona ndio faida, kwa sababu tunaweza tukaingia kwenye soko tukanunua hizo hisa kwa bei ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo it's not the big deal, tegemea na kama hiyo issue inatokana na vitu ambavyo vya nje, haiaffect ile makampuni yenyewe. Kwa hiyo unapojiuliza maswali, sisi tunajiuliza NMB inafanyaje, CRDB inafanyaje, KCB inafanyaje, Safaricom biashara yao iko vipi, management yao iko vipi. Hatuangalii sana soko linafanyaje. Soko likitaka kutuuzia kwa bei ndogo, sisi tuko tayari kuzinunua, na soko likiuzia kwa bei ya juu na tunaona kwamba haina faida, hatutazinunua. Kwa hiyo sisi tuna manage hiyo process as a fund manager, kwamba tuweze kuongeza faida kwa wale wawekezaji kwenye vile vipande vyetu. Ukiangalia vile vile katika mwezi ujao na mwezi wa June, tunachotegemea sisi, tunategemea gawio kutoka kwenye hisa nyingi tofauti tofauti. Nimeona maswali mengi sana yakiuliza gawio inakuwaje? Gawio inaingia kwenye mfuko, na ina maana kwamba bei yako au ile NAV yako inapanda. Kwa hiyo unakuwa faida yako inahamishiwa kwako wewe. The reason sisi hatutoi gawio moja kwa moja ni kwa sababu hatutaki kulipa tax mara mbili, kwa sababu tayari gawio linapotolewa tayari kuna withholding tax ya 5% imeshakatwa. Kwa hiyo tena kukukata tax, kwa mfano kukukata tax in Kenya ikiwa shares za Kenya, alafu katwe tax tena Tanzania, kodi tena Tanzania, tunaona kwamba haina faida. Ni vizuri zaidi ukitaka wewe utakapokuwa tayari bei ipande kwenye vipande vyako, na utakapokuwa tayari wewe mwenyewe uamue unataka kuuza kiasi gani ili upate income, na hiyo income unaipata bila withholding tax. Kwa hiyo ni faida zaidi kwa wewe mwekezaji, ili usikatwe mikato mingi zaidi ya hapo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye gawio, kuna gawio ya CRDB shilingi 90 ambayo itakuwa inakuwa realized or ex-div. Sio kulipwa. Kulipwa ni tarehe nyingine, lakini tarehe ambayo inaingia kwenye NAV ya mfuko ni ex-div date. Ex-div date maanake tayari mfuko una haki ya kupata hiyo hela. Hiyo ni tarehe 5 Mei, utapata shilingi 90 kwa kila hisa moja. TCC shilingi 650 ambayo tarehe bado haijatajwa. KCB shilingi 3 kwa sarafu ya Kenya. Equity nayo iko hapo. Jubilee shilingi 13 Kenya shillings. BAT shilingi 60. Uganda vile vile tunapata dividends ambazo zinaenda na MTN. Shilingi ya Uganda 8.25 na Stanbic Bank Uganda. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo tunaziona zinakuja, lakini katika muda huu soko limekuwa volatile kidogo, na watu wengi sana wanatuuliza mbona tunaona bei zinashuka, mbona tunaona labda NAV inashuka, au tunaona kwamba hiyo inatokana na just mazingira yenyewe ya uwekezaji. Lakini kama wewe ni mwekezaji wa muda mrefu, kama wewe mwekezaji wa muda mfupi, then unaweza ukaweza kuangalia kila kitu kila siku, kile kinapanda kinashuka. Lakini kama wewe ni mwekezaji wa miaka mitano, maswali ambayo unatakiwa kujiuliza ni kwamba hizo kampuni ambazo tunawekeza ni makampuni ambayo yataweza kukua katika hiyo miaka mitano, yataongeza faida, yataongeza gawio, yataongeza ufanisi uwekezaji wa wateja wao, na kujenga track record of performance au ukuaji. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba makampuni ambayo tumewekeza ni the best quality stocks katika kanda lote la East Africa, na we are confident kwamba over time, pamoja na crisis zitakuwepo, hamna mtu anaweza kuavoid global crises. Hizo vitu, kila kampuni ukifanya biashara yote utakutana na hizo changamoto ambazo zinatokana na macroeconomics, geopolitics, international relations. Hivyo vitu hatuwezi kuviavoid, lakini tunajitahidi sana kupunguza the effect na kuwekeza katika vitu ambavyo ni high quality na kupunguza hizo volatility. Lakini volatility haiwezi kuwa escaped. That's why unaposoma ile document yetu, kitu cha kwanza tunachosema ni kwamba lazima upate advice. Stock prices can go up or down, zinaweza kupanda na kushuka. Lazima uone kwamba hicho ni kitu cha kawaida. Huwezi kupata tu kitu kinaenda tu juu, hiyo soko halifanyi kazi kwa style hiyo. Usually kuna watu wananunua na kuuza kila siku kwenye soko, na bei zinafanya kazi kwa njia hiyo. Asante. Asante sana Prof
kwa maelezo mazuri. Naamini kila mtu ameelewa, na asante sana kwa kujibu swali ambalo liliulizwa kuhusu gawio la ETF. Kwa hiyo sasa tutaendelea kujibu maswali ambayo watu wameuliza kwenye chat yetu. Swali la kwanza ni kampuni kama Twiga Cement hazijihusishi na mikopo ya riba? Mimi nitajibu tu kwa haraka. Kampuni ya Twiga ni kampuni ambayo inatengeneza simenti, lakini ikishatengeneza simenti na kuuza simenti zake, kuna wakati fulani inaweza kuwa na hela ambazo zimekaa benki, wakawekeza katika account za benki ambazo zinatoa riba. Sasa katika ile sheria policy yetu, sheria compliance policy ina limits. Kuna limit ambayo tunasema kwamba ikiwa chini ya hapo, na limit yetu ya non-sharia compliant income ni around 5%. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunaangalia kwamba ile biashara yenyewe ni biashara ambayo ni halal. Kwa hiyo kutengeneza simenti ni biashara ambayo ni sharia compliant. Lakini vile vile mle ndani tunaangalia kila source of income. Na ikitokea kwamba kuna source of income ambayo not sharia compliant, je, iko kiasi gani? Kwa hiyo zile standards za policy standards zina allow kwamba kuna ile 5% allowance, na hiyo ni according to the international standards, office standards. Kwa hiyo sisi tuna follow office standards ambazo zina allow. That's why tuna sheria board ambayo inaangalia kwamba kweli kampuni ina meet zile criteria zote. Criteria sio tu source of the income kwamba ni less than 5% na sharia compliant, inaangalia vitu vingine zaidi, madeni yake, size ya balance sheet yake, mikopo yake na vitu vingine. Kwa hiyo yote hivyo vimeangaliwa. Kampuni ambayo kwa sasa hivi imepita ambayo tunawekeza mojawapo ni Twiga, lakini kuna makampuni mengine vile vile yanapita kwenye hiyo filter, na from time to time tutakuwa tunaziongeza kwenye mfuko wa Iman. Mfuko wa Iman ndio mfuko wetu ambao ni sharia compliant. Tuna sharia board ambayo inasimamia kwamba kila kitu kinachowekwa kwenye hiyo fund inaendana na malengo ya sharia. Kwa hiyo hiyo kitu ipo kwenye huo mfuko wetu wa Iman. Lakini makampuni yote itakayoingia ndani yanaweza kuwa na some small amount of non-sharia compliant incomes. Asante sana Prof kwa maelezo yako mazuri. Swali lingine linasema iGrowth kwa sasa inashuka siku hadi siku. Naomba kujua sababu kubwa ni nini? I think sababu kubwa tumeiongelea, labda tungerudi nyuma kidogo, turudi kwenye ile slide ambayo inaonyesha zile movement of prices. Usi iGrowth ina invest kiasi fulani, percentage fulani kwenye hati fungani. Hiyo percentage inakuwa invested kwenye hati fungani inaweza kuwa mpaka 50%. Kwa sasa hivi ni ndogo kuliko 50%. Hiyo ni almost inaendana kila siku na ile income stream. Lakini ile ambayo iko kwenye hisa zinapanda na kushuka. Sasa ningependa kwanza kabisa kutoa neno moja. Tungerudi labda slide moja nyuma zaidi kuonyesha zile performance za hizi funds. Ukiangalia hapa utaona kitu kimoja. iGrowth kutoka mwanzo wa mwaka imepanda mpaka sasa hivi tarehe 22 April imepanda almost 36%. Kwa hiyo imefanya vizuri sana katika hii miezi minne. Lakini ilipik muda fulani. Kwa hiyo ukiangalia iGrowth hapa kuna wakati ilipik alafu ikaanza kidogo kucome down kwenye mwezi wa March. Utakuta imekuwa volatile. Kuna wakati imeshuka ikapanda tena ikashuka tena. Hii imeendana na basically zile hisa ambazo ziko ndani ya hiyo mfuko wa iGrowth. Hisa zilizokuwa ndani ya mfuko wa iGrowth ni hisa kama NMB, TCC, KCB, Jubilee. Hizo hisa ambazo ziko kwenye ndani ya mfuko zinapanda na kushuka. Kwa hiyo kuona kwamba zitakuwa zinapanda tu na somehow ikishuka ni kitu cha ajabu. Inabidi tuone zote mbili ajabu. Kupanda ni ajabu na kushuka ni ajabu. Lakini huwezi kuona kwamba zinapanda kwa sababu bei zinaenda juu. Na bei zinaenda juu wakati ambapo wanunuzi wako zaidi ya wauzaji, na bei inashuka kwenye soko wakati wauzaji wako zaidi ya wanunuzi. Kwa hiyo lazima tutegemee kwamba pale ambapo wanunuzi wanakuwa wana lack confidence, labda wanaona kuna risk profile, vitu vinatokea internationally, geopolitical risk, wanaweza wakapunguza kununua something, then unajikuta kwamba bei zinashuka. Lakini ukiangalia slide inayofuata, ukiangalia performance ya iGrowth kulinganisha na wengine, utaona kwamba iGrowth imefanya vizuri sana wakati wa kushuka. Kwa mfano, hapa iGrowth imekuwa compared na index ya hisa zote zilizokuwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Ukiangalia moja moja,
utaona kwamba kwa mfano, nitakupa mfano moja, CRDB ilipanda mpaka 3150 ikashuka kutoka pale mpaka 2740. Ina maana imeshuka 13%, pamoja na kwamba CRDB imepanda katika kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka sasa hivi asilimia almost 78. Kwa hiyo unapopata hisa zimepanda level hiyo, lazima as a mwekezaji expect kwamba kutokopo na kitu kinaitwa pullback or drawdown. From time to time hisa haziwezi kuenda tu kwenye line ukaona tu price zinapanda tu, that will be a bubble, haiwezekaniki. Kwa hiyo lazima tupate kwamba kuna ununuzi na uwekezaji na watu ambao wanauza hisa zao kwenye soko all the time, na bei zinaweza kupanda na kushuka. Overall, Dar es Salaam Stock Exchange imefanya vizuri sana, Nairobi Stock Exchange imefanya vizuri sana, lakini kuanzia mwezi wa March na sasa hivi April, utakuta kwamba zile hisa kubwa kubwa nyingi zimeshuka kidogo, lakini vile vile hata pamoja na kwamba zimeshuka, iGrowth na ETF zimefanya vizuri zaidi, kwa sababu iGrowth imeshuka only from the high, NAV high imeshuka only 3.86%, at the same time ambako NMB imeshuka 8% from the high, CRDB imeshuka 13% from the high, KCB imeshuka karibu 15% from the high, Safaricom imeshuka almost 12.26% from the high, Equity imeshuka 5% from the high. Kwa hiyo still coming down, hizi funds zime outperform kwa sababu zime come down much less kuliko hizi hisa zilizokopo. Kwa hiyo kushuka ni kitu cha kawaida, na hatuwezi kusema kwamba kila mwezi au kila wakati. Ukiwa mwekezaji, naomba muwe wawekezaji wa muda mrefu. Usiwekeze kitu ambacho unakuwa na siku hadi siku unakuwa na hisia ya kuangalia au worry about kwamba kwa nini leo imeshuka au jana. Huwezi kujua, kwa sababu inawezekana siku hiyo kuna mtu amejitokeza ameuza hisa zake. Kwa hiyo sio kitu ambacho unaweza, lakini over miaka 2, 3, 4, 5, then unaweza kuangalia performance yako ya muda mrefu. Mfuko wa ETF, mfuko wa iGrowth imewekezwa specifically na hisa ambazo zinapanda na kushuka, ni kwa ajili ya wawekezaji wa muda mrefu. Hizi haziko uwekezaji wa siku tu siku. Hizi sio mfuko wa aina hiyo. Kama mtu ambaye anataka kuwekeza na akawa hataki volatility, then tuna recommend kwamba aweke kwenye mfuko wa iCash. Asante. Asante sana Prof. Swali lingine linasema, tunapokwenda kwenye msimu wa dividend kwenye mfuko wa iGrowth, tutaona mabadiliko kwenye NAV. Hiyo maana yake nini? Hasa ikifika wakati mwingine mfuko utakaposhuka thamani kama ilivyoshuka mwezi huu. Well, mfuko unapanda thamani kutegemea vitu viwili. Moja ni inapokea gawio kutoka kwenye makampuni ambayo imewekeza. Mfuko umewekeza kwenye makampuni, kwa hiyo haya makampuni yanalipa gawio. Mfuko vile vile unapata hela kutokana na zile hati fungani. Hati fungani wanalipa tunachoita coupons. Kwa hiyo kuna cash flow inatokana na coupons na kuna cash flow inatokana na gawio. Vile vile hizo ni inflows. Vile vile bei ya zile securities, bei za zile hisa zinapanda kwa muda unavyozidi kwenda. Vile vile hata bei za hati fungani zinaweza kupanda vile vile, kwa sababu kuna hati fungani ambazo tumezinunua at a discount. Kwa hiyo kila siku inavyozidi kupita kuelekea kwenye maturity, vile vile inaweza kuwa inapanda kwa bei yake. Kwa hiyo hizo ndo jinsi ambavyo mfuko unatengeneza pesa kwa wawekezaji wetu wenye vipande wote ambao wamewekeza kwenye hizi. Kwa hiyo now inapoongeza NAV, ina maana kwamba wewe utakapokuwa tayari kuuza au kutoka, value yako imepanda. That's the difference, kwamba ile gawio, ile upatikanaji wa ile kutoka kwenye hati fungani, coupons, bei kupanda, zote zina add kwenye mfuko. Zikisha add kwenye mfuko, zina add kwenye value ya ile kipande chako. Kipande chako kinavyozidi kupanda, ndio wewe unavyozidi kutengeneza hela zaidi. Hiyo ndio faida unayoipata. Asante sana Prof. Swali letu lingine linasema, mimi kama mwekezaji, mnawezaje kunilinda dhidi ya kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya fedha za kigeni ambayo inanipunguzia nguvu ya kununua bidhaa nje ya nchi? Maana napoweka hela kwenye huo mfuko, kadri siku inavyoenda pesa yangu inapungua thamani, ingawa kwenye mfuko unanipa faida ambayo haina thamani dhidi ya fedha ya nje.
Kwa hiyo I think unapowekeza kwenye assets unapata returns za aina mbili. Unapata return ya ile asset yenyewe na unapata return kwenye currency ambayo hiyo asset imekuwa denominated. Kwa hiyo wewe kama ni Mtanzania na unawekeza kwa Tanzanian shilling, utapata return yako in Tanzanian shillings. Lakini ukiangalia vis-a-vis let's say exchange rate against dollar au fedha za nje, haitakuwa rahisi, kwa sababu wewe unawekeza kwenye vitu ambavyo kampuni ambazo zinafanya kazi biashara Tanzania zinauza vitu vyao kwa shilingi ya Tanzania, unapata faida yao kwenye shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo unachotegemea ni kwamba faida ya makampuni na unacholipwa kwenye hati fungani gawio inavyozidi kupanda zitakucompensate kwa ile kushtuka against a USD benchmark kwa mfano. Kwa hiyo huwezi kuwa protected from exchange rate ukiwa katika uchumi wa nchi kama Tanzania au uchumi wa nchi kama Kenya. It's not about specific to Tanzania, Kenya, South Africa. Nchi zote duniani, kwa mfano sasa hivi leo niliona kwamba the Indian rupee is the lowest level it has ever been against the USD. Na hiyo inatokana na kwamba ile hali ya kiuchumi. Kwa hiyo unapowekeza unabidi ujiulize, napata returns ambazo ni kubwa kiasi kwamba hata nikipoteza katika ile exchange rate bado, even in terms of sarafu kama ya Kimarekani, bado na returns nzuri. Hiyo ni kitu ambacho kila mwekezaji anaangalia. That's why tunaangalia returns za mifuko yetu, na ukiangalia mfuko wetu kwa mfano iGrowth kwa mwaka huu imepanda tayari 36%, na dola haijapanda sana kiasi hicho. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye amewekeza kwenye iGrowth bado amefaidika sana. Aliyewekeza kwenye ETF ndio even nzuri zaidi, kwa sababu ina hisa za nchi tofauti tofauti na yenyewe bado imepanda 20%. Kwa hiyo wote wawili wameweza kupata return kubwa zaidi of any exchange rate movements. Lakini kama wewe ni Mtanzania na unawekeza ndani ya Tanzania, una own assets Tanzania, utakutana na hiyo changamoto. Wote tuko kwenye hiyo changamoto. Hiyo ni changamoto ya kinchi. Asante sana Prof. Swali letu lingine linasema sera ya gawio ipoje kwenye mfuko wa iIncome? Okay. iIncome inavyofanya kazi ni kwamba mwekezaji ukiwa umewekeza kwenye mfuko wetu wa iIncome, kila mwisho wa mwezi tunapiga calculation zetu, tunaona ni faida kiasi gani imepatikana ndani ya mfuko katika mwezi huu. Tukishajua asilimia iliyopatikana ya faida, tunakulipa wewe mwekezaji sehemu ya faida, 85% mpaka 90% ya faida iliyopatikana ndani ya mwezi huo ya uwekezaji ndio utakayolipwa wewe, na asilimia inayobakia let's say ni 15% ama 10% ambayo hatujakulipa, tunairudisha ndani ya mfuko kwenye uwekezaji wako, inaendelea kuzaa siku hadi siku. Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi faida inayopatikana, sehemu ya faida tunakurudishia wewe, ambao tunakulipa kwenye bank account yako, ambapo bank account yako unakuwa umeshatupatia sisi pale ambapo unafungua account yako ya uwekezaji na sisi iTrust. Kuna vigezo vya kufungua account. Kwa hiyo ukiwa unafungua account yako ya uwekezaji pamoja na iTrust, lazima bank details zako utupatie bank details zako. Kwa hiyo faida yako sisi tutakupatia after the calculations, na sehemu ambayo tunabaki nayo sisi tunairudisha kwenye mfuko, endelea kuzaa zaidi na zaidi. Asante sana Neema. Swali lingine linasema kwa wana diaspora wenye USD income na hawana dollar account Tanzania, wanawezaje kuwekeza kwenye iDollar fund? Okay. One of the requirements that unatakiwa uwe nazo unapofungua akaunti yako ya uwekezaji na sisi iTrust, kama unakuja kuwekeza kwenye dola, ni lazima uwe na bank account ya Kitanzania ya dola. Kama ni Tanzania, ni lazima uwe na bank account ya Tanzanian shillings ya hapa Tanzania. Wewe kama ni diaspora, ni rahisi sana kucontact commercial banks zilizopo Tanzania, ukafunguliwa account kama diaspora, ukaja kwetu sisi tukakufungulia account yako ya uwekezaji. Lakini ni lazima utuprovidie sisi details zako za bank account za USD ambazo ziko denominated hapa Tanzania kwenye one of our commercial banks here in Tanzania. Asante Neema.
Kuna swali linasema kwa sasa na mazingira yaliyopo katika masoko ya kimataifa kutokana na siasa za dunia, unamshauri nini mwekezaji au wanaotaka kuwekeza ili kukwepa au kupunguza risk za uwekezaji? I think kupunguza risks katika uwekezaji unaweza kufanya kwa kuchange ile allocation ya assets zako. Kwa mfano unaweza kuongeza uwekezaji katika assets za muda mrefu ukajiprotect kutokana na mfumuko wa bei. Kwa mfano ukitokea mfumuko wa bei ukuhold cash inakuwa kidogo ni hatari zaidi, kwa sababu pesa ile taslimu inapoteza purchasing power. Tunasema purchasing power, uwezo wa kununua vitu. Kwa hiyo kwa mfano kama leo umeona bei ya diesel imepanda, bei ya petroli imepanda, kesho utakuta kwamba bei zingine zimepanda, usafiri umepanda. Kwa hiyo ili kujinusuru na hiyo, lazima uwekeze ili utengeneze return ambayo itaweza kukusaidia kupunguza hiyo athari ya inflationary impact, kwa sababu kinachoumiza watu katika uwekezaji wao ni ile inflation, kupotea kwa thamani ya ile hela over time. Kwa hiyo ni lazima uwekeze katika asset ambazo zitaweza kuzalisha vya kutosha au vitaweza kujiweka katika environment ambayo ita protect your purchasing power. Kwa mfano usually hard assets, vitu kama hard assets like real estate, utakuta kwamba zina hold bei zao vizuri zaidi katika hiyo environment. Haina maana kwamba real estate has no risk. If economic impact ikitokea, bei ya plots, bei ya majengo, bei ya buildings, bei ya apartments zinaweza kushuka, lakini utakuta kwamba from an inflationary perspective unaweza kuwa protected. Lakini mi advice nitakayoitoa ambayo ni very general ni kwamba mwekezaji yeyote lazima ajiprotect kwa kununua a diversified set of assets. Lazima ununue vitu tofauti tofauti ambavyo vitakuwa na effect tofauti. Huwezi kuwa huna hatari yote. Risk is a part and parcel of investing. Hakuna risk free investing katika dunia hii. Hata wewe mwenyewe kama binadamu kila siku una risks nyingi tu. Unaweza ukatoka sasa hivi ukapita tu barabarani hapo ukapata ajali. Kwa hiyo risk is not avoidable. Unachoweza kufanya ni to minimize and to manage risk. Sisi tunasema kwamba we are as a fund managers tuko kwenye business of managing and minimizing risk. Hatuwezi kuavoid risk, lakini tunawekeza kuimprove our risk return adjustment ili tuweze kuhakikisha kwamba wawekezaji ambao tunawasaidia katika mifuko hii waweze kupata return ambayo itaweza kuwasaidia kupunguza makali ya hizo risks. Asante sana Prof. Pia ningependa kuwakumbusha watu ambao wapo diaspora na wangependa kuona portfolio yao, wanaweza wakaingia kwenye portal yetu ambayo inapatikana kwenye website yetu. Juu kuna sehemu ya login, utalogin na unaweza ukaendelea kufuatilia uwekezaji wako unavyo perform. Kwa hiyo tunawapa kama dakika 2 kwa wengine ambao bado wana maswali ili tuweze kuwajibu. Na swali moja hapa, kuna mwekezaji mmoja anauliza kuhusu kutengeneza funds ili tukainvest in stable currency kama dola. Pamoja na kwamba unaweza ukaona kwamba dollar is a stable currency, but dollar does also fluctuate against purchasing power of assets. Kwa mfano oil ikipanda in dollars, that means dollar versus oil is more valuable and dollar has come down. Kwa hiyo hata dola yenyewe huwezi kusema ni stable. Of course ukiwa kwenye Tanzanian shilling or Kenyan shilling or South African rand, unaweza kuona dollar is a hard currency or more stable currency. Kwa hiyo cha kwanza tatizo ni kwamba hata ukicreate mfuko wa kutaka kuwekeza kwenye, huwezi kununua hisa za makampuni ndani ya Tanzania kwa kutumia dola, kwa sababu unajua sheria za Tanzania ziko very clear kwamba vitu vyote vinavyonunuliwa na kuuzwa katika uchumi wa Tanzania lazima ziwe kwa shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo shilingi ya Tanzania ndio pesa inayotumika katika manunuzi na uuzaji ndani ya nchi, na kwenye soko la hisa kila kitu kinauzwa na kununuliwa kwa shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo hata mtu akitaka kuwa na hiyo idea hawezi kufanya hiyo kitu, kwa sababu hairuhusiwi kisheria na wala hamna opportunity ya assets ambazo ziko in dollars kwenye local kwenye uchumi wetu wa Tanzania. Asante sana Prof. Okay.
naona kwa sasa maswali yameshakamilika. Ningependa kuwashukuru sana wote walio participate kwenye hii call. Kwa wale waliokosa wanaweza wakaangalia recording ambayo itawekwa YouTube. Kwa hiyo karibuni sana na asanteni sana. Tunategemea kuwaona pia kwenye call zetu zijazo.